majonzi ambayo bado taifa letu tunayo ya maafa ya tarehe 29 Oktoba na kuendelea, leo imepatikana habari njema kidogo ya kutupiliwa mbali kwa hayo maombi ya sisi viongozi wa Chadema kufungwa kwa kile kilichokuwa kinadaiwa kwamba kukiuka amri ya mahakama. Lakini ushindi wa leo ni hatua ya mwanzo. Kesi hii toka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 imezuia shughuli zote za Chadema nchi nzima kwa tafsiri potofu ambayo ilitolewa baadaye, ziada ya zuio ambalo lilikuwa ni kwa katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake. Kwa nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito wetu, kwa kuwa kesi hii ilifunguliwa na mamluki watatu, wakati huo ikiwa inafunguliwa ni kwa malengo ya kukwamisha mapambano ambayo Chadema ilikuwa inaongoza wa Tanzania ya no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni vyema sasa waliowatuma mamluki hao watatu wakatumia mchakato huo uliotumika kuingiza hii kesi mahakamani, kuhakikisha kwamba maombi yale ya msingi yanaondolewa mahakamani ili chama cha Chadema kipate haki zake na kipate uhuru wake, ikiwemo uhuru wa vikao vya chama vya kikatiba, ikiwemo kamati kuu ya chama kukaa kwa uhuru na uwazi, kutathmini madhila, madhara na maafa makubwa ambayo yameikumba taifa letu tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia baada ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Nazungumza na nyinyi leo tarehe 28, ikiwa kesho tarehe 29 ni kumbukumbu ya siku 31, mwezi mmoja kamili toka maafa haya kutokea. Na kwa kweli maafa haya yametokea si kwa kile kinachoelezwa na serikali haramu na dhalimu kwamba ni matokeo ya kinachoitwa vita ya kiuchumi au hujuma ya kiuchumi kama ambavyo imedaiwa. Ukweli ni kwamba maafa haya ni matokeo ya kiburi cha watawala dhalimu toka mwaka 2019 kupora uchaguzi, 2020 kupora uchaguzi, 2024 kupora uchaguzi, 2025 kupora uchaguzi, kwa kiwango ambacho Tanzania sasa haina chaguzi tena za haki. Lakini si tu kupora uchaguzi na kuwaondolea wananchi ridhaa ya kupata viongozi wanaowataka, bali pia kutenda matendo mengine haramu ya utekaji, utesaji na tuhuma kubwa ya mauaji yaliyofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia. Sasa serikali imetoa kauli ya wameendelea kukwepa, serikali dhalimu na serikali haramu imeendelea kukwepa kutoa takwimu juu ya kiwango cha mauaji ambayo kilifanyika tarehe 29 na siku zilizofuata. Nilimsikia Mwigulu Nchemba akisema sababu za uongo kwamba kusema takwimu ni kutonesha vidonda au kuharibu hisia, lakini wakati akiyasema hayo katika mkutano huo na nyinyi wanahabari na wahariri wenu, siku hiyo Mwigulu Nchemba huyo akatoa takwimu kwamba matukio ya aliyoita ya Mkuranga, Kibiti na Rufiji kwamba waliuawa wenye viti 100 wa CCM. Sasa serikali hii haramu na dhalimu kama inaweza kutoa takwimu, kimsingi wananchi natoa mwito tu mpuuze hiyo kauli ya kwamba eti kutoa takwimu si jambo sahihi, na bado umma wote wa Watanzania tuendelee kuungana kutaka sio tu kutoka kwa takwimu, miili ya watu ambao hawajapata bado siku 30 toka matukio yatokee, hawajapata heshima ya kuzikwa kwa heshima
na ndugu zao kuweza kuwasitiri kwa heshima, miili hiyo ikapatikana. Serikali dhalimu na haramu, umma uendelee kutaka vile vile kwamba watu wote waliotekwa, watu wote waliopotezwa kuweza kupatikana, walio hai wapatikane wakiwa hai, waliouawa basi miili yao iweze kupatikana ili ndugu zao waweze kuwapa heshima inayostahili. Tunashukuru na tunapongeza kwa kweli azimio la Bunge la Ulaya lililotoka siku ya jana juu ya Tanzania, ikiwemo kuungana na vyombo vya uchunguzi vya Afrika vya SADC, vya Umoja wa Afrika, vilivyosema kwamba tarehe 29 hakukuwa na uchaguzi halali Tanzania, hakukuwa na uchaguzi unaoweza kuitwa kimataifa kwamba kulikuwa na uchaguzi, linalodhihirisha msimamo wetu tuliosema kwamba no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na kwa kweli tarehe 29 mwezi Oktoba hakukuwa na uchaguzi, na tunapongeza msimamo wa kutaka kwamba uchaguzi uweze kufanyika upya Tanzania. Lakini tunatoa mwito tena kwa jamii ya kimataifa, dunia na vyombo vya kimataifa vya ndani ya kikanda vya Afrika na hata Umoja wa Mataifa na vyombo vingine, wasikubaliane kabisa, wasikubaliane na kauli iliyotolewa na serikali haramu na dhalimu kwamba imeundwa tume inayoitwa ya kuchunguza, na kwamba wamesema mwezi mmoja wa uchunguzi, na kwamba vyombo vya kimataifa kama vitakuja basi vije baada ya hapo na vitapewa ushirikiano na hicho chombo kinachoitwa tume huru, ambayo ni tume ya kiserikali ambayo kwa kweli imeundwa kwa lengo la kuchelewesha muda. Na ndio maana wamesema kabisa watu wasubiri miezi mitatu. Wameunda kwa lengo la kupunguza msukumo wa umma na msukumo wa jamii ya kimataifa, na limeundwa kwa lengo la kuficha ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia. Kwa tunasisitiza kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuungana na Watanzania kuhakikisha kwamba kinakuja chombo huru cha uchunguzi cha kimataifa kikihusisha vile vile watu huru wa ndani, ili ukweli ujulikane. Hakutakuwa na haki kama kwanza hakutakuwa na ukweli. Kwa hatua ya kwanza ni kujua ukweli wa yote yaliyotokea, na huo ukweli usisubiri hiyo miezi mitatu. Vyombo vya kimataifa vije sasa Tanzania. Mwezi mmoja ni mwezi mrefu tayari. Mwezi huu mmoja umedhihirisha kwamba serikali hii dhalimu na haramu haina dhamira ya kuchukua hatua zozote za kuwajibishana, hatua zozote za uwajibikaji, hatua zozote za ukweli. Vyombo vya kimataifa vije Tanzania kuweza kusaidia hali ya mambo ambayo bado ni tete na bado ni tata katika nchi yetu. Tumesikia vile vile Mwigulu akitoa taarifa ya uongo kwamba hakukuwa na matatizo kuhusiana na reforms za kiuchaguzi, na amedai kwamba reformu zilifanyika kuwezesha uchaguzi wa haki, na kwamba masuala yanayohusu mabadiliko ya katiba au marekebisho ya katiba kuwezesha uchaguzi wa haki yaliletwa miezi mitatu kabla ya uchaguzi. Haya ni maelezo ya uongo kabisa kutoka kwa Mwigulu. Ni maelezo ambayo yanataka kupoza hasira za wananchi kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na kutofanyika kwa reforms za kuwezesha uchaguzi huru na haki kabla ya uchaguzi. Safari ya kutaka reforms kuwezesha uchaguzi huru na haki imekuwa ya miaka mingi, lakini katika miaka ya karibuni, mwaka 2021 tulianza safari baada ya uporaji mkubwa wa 2019 na 2020 wa kutaka reforms. Tulipotaka madai ya katiba mpya zikaitwa chokochoko za katiba. Aliyokuwa mwenyekiti wetu wakati huo akawekwa ndani kwa kesi ya ugaidi. Alipotoka tuliingia kwenye mazungumzo kuanzia mwezi Mei mwaka 2022, na mazungumzo ya kwanza kabisa tulikutana na alikuwa rais wakati huo, Rais Samia, mwezi Mei mwaka 2022 Ikulu Chamwino Dodoma. Yale yote yanayohusu marekebisho ya katiba na mabadiliko ya katiba kuwezesha uchaguzi huru na haki
tulimweleza ana kwa ana, tukazungumza naye na akasema sasa ziundwe timu za watu watano za mazungumzo ili sasa kuweza kufanya hayo marekebisho na mabadiliko. Kwa mwaka mzima tukazungumza, kwa mwaka mzima tukabaini kwamba CCM na serikali na Rais Samia hawakuwa na dhamira ya kugusa reforms za aina yoyote za kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa kugusa katiba. Mazungumzo yakavurugika, yakakwama mwezi Mei mwaka 2023, ikiwa ni miaka miwili kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 na mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024. Kwa mimi rai yangu kwa umma tu, msikubali uongo na propaganda zinazosambazwa na serikali haramu na serikali dhalimu. Umma uendelee kudai madai ya msingi ya wananchi ambayo tumekuwa tukisimamia wakati wote. Kwa nitaka tu niseme haya machache na kuwasihi vijana wa Tanzania, kuwaomba vijana wa Tanzania wasiingizwe kabisa kwenye mtego wa propaganda, kwenye mtego wa uongo, kwenye mtego wa kuhamisha mjadala. Vijana wa Tanzania waendelee kuwa mstari wa mbele kudai haki. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.